Yoyote anayefanikiwa ndani yake ana roho ya ustawi kwenye mikono. Unaenda kuanza chochote, tafuta nguvu ya ustawi si kwenye kinywa, kwenye mikono. Nguvu ya ustawi iko kwenye mikono. Mambo mangapi ndani yako yamekufa au yameharibika? Mambo mangapi umeyasimamisha kwa kazi ya mikono yako? Mambo mangapi nyumbani kwako yamesimama kwa kazi ya mikono yako? Mambo mangapi kwenye biashara yako yamesimama kwa kazi ya mikono yako? Kama utamdanganya Roho Mtakatifu, nyumba yako inaongea na maisha yako yanaongea. Yapi yaliyokufa ni nguvu itendayo kazi katika mikono. Katika jina la Yesu ninakataa leo, sema amen. Kuna watu wanafanya biashara ndani yao wana mihuri ya kipepo. Kuna watu wanachenga lakini ndani yao wana mihuri ya uharibifu. Kuna watu wameitwa ndani yao wana nguvu, mihuri ya uharibifu. Kitabu cha Mwanzo 41:42, kimbia chacha. Neno la Mungu linasema, ndio. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu. Farao akavua pete kwenye mkono wake, akampa nani? Yusufu. Alafu akaitia kwenye nini? Kwenye mkono wa Yusufu. Alafu Farao anasemaje? Akamvika mavazi ya kitani nzuri. Akamvika mavazi ya kitani nzuri. Na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Alafu akamtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Akampandisha katika gari lake la pili. Akampandisha katika gari lake la pili kutoka gari la thamani. Na watu wakapiga kelele mbele yake. Na watu wakapiga kelele mbele yake. Pigeni magoti. Pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao. Mimi ni Farao. Na bila amri yako. Na bila amri yako. Mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu awaye yote katika nchi yote ya Misri pasipo amri yako. Farao akamwita Yusufu Farao Panea. Akamwoza Asenati. Tosha mahali hapo. Amen. Kitu gani ulicho nacho mkononi kikuinue ulichopewa na Bwana? Kitu gani ulicho nacho mkononi kutoka gizani kina destroy ulicho nacho? Nimesoma kitabu cha Mwanzo. Mwandishi wa kitabu cha Mwanzo tunajua ni Musa aliandika kitabu cha Mwanzo, na analeta kitu cha ajabu sana, akihubiri habari ya kitu cha ajabu kwamba ilifika siku ghafla kuna mtu anaitwa Farao akamwangalia Yusufu aliyeuzwa katika nchi ya utumwa. Majira yanafika anakutana na kitu cha ajabu. Farao katika kiti cha kifalme anavua pete kwenye mkono wake kama muhuri. Kama muhuri. Alafu ule muhuri hauweki sehemu. Anamwita Yusufu njoo. Anapovua ule muhuri anamvisha Yusufu kwenye mkono. Alafu anampa mamlaka. Anamwambia awaye yoyote katika nchi hii ya Misri pasipo neno lako asiinue mkono wala mguu. Ninaposema jambo hili sizungumzi juu ya habari ya Farao leo, sizungumzi juu ya habari ya Yusufu leo. Yusufu ninayemhubiri hapa ni wewe unayenisikiliza. Farao ninaozungumza ni juu ya adui yako aliyeweka muhuri juu ya mikono yako, aliyeweka vizuizi juu ya maisha yako, kwamba wewe hautafanya biashara, kwamba wewe hautajenga, kwamba wewe hautatoka kwenye mikataba. Ila Roho wa Bwana aliye juu yangu leo na mamlaka aliyonipa Kristo Yesu, nina mamlaka ya kukutoa mahali hapo katika jina la Yesu. Sema amen. Hizo alama nani ameweka? Nikizungumza juu ya alama nazungumza juu ya mambo ya rohoni. Nikizungumza juu ya nguvu ya rohoni nazungumza juu ya ulimwengu wa damu na nyama. Mambo yapi yamesimama juu ya kazi ya mikono yako? Kama yameharibika ni muhuri wa adui yako ambaye anasema kama Farao asiinue mkono mtu yoyote wala asiinue mguu mtu yoyote kutoka katika nchi ya Misri. Ili watu wajenge lazima umtafute Yusufu. Ili wafanye biashara lazima umtafute Yusufu. Ili wapate visa na wapate passport lazima muhuri wa Yusufu uwepo katika nyaraka za mtu. Nani amesimama juu ya anguko lako? Nani
amesimama juu ya kizuizi ulicho nacho? Nani amesimama juu ya kizuizi kinachokushikilia? Yuko mtu ambaye anajulikana, yuko mtu asiyejulikana, ila leo atajulikana. Sema amen. Wafunuliwe kwa jina la Yesu leo. Wawe wazi kiroho. Aliyefichika juu ya uharibifu awe wazi. Wafunuliwe kwenye family, wafunuliwe mtaani,